Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA ni miongoni mwa vyuo vyenye heshima kubwa kutokana na kuwa na wataalamu mahiri pia wabobezi katika masuala ya kilimo na sayansi zinazohusiana na kilimo, na hivyo kutoa mchango mkubwa katika kufanya tafiti mbalimbali, kuzalisha wataalamu na kutoa huduma za ushauri. Mara kadhaa, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, Profesa Raphael Chibunda, amekuwa akiwataka vijana na Watanzania kwa ujumla kutumia wataalamu waliopo chuoni hapo katika kuwafundisha mbinu bora za kilimo zitakazopelekea wao kujiajiri wenyewe na kuzalisha wakulima wapya, tofauti na sasa ambapo kilimo kinafanywa na wazee pekee, hasa maeneo ya vijijini. Hii imekuwa ni wito wangu toka nimeteuliwa, karibu sasa miaka mitatu, nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais kuja kuwa makamu mkuu wa chuo hiki, kwamba kwa muda mrefu toka chuo chetu kimeanza mwaka 1984, chuo hiki kimefanya kazi kubwa sana ya kuzalisha wataalamu na washauri wa kilimo katika nchi. Na matokeo yake karibu kila wilaya kilimo kinasimamiwa na watu ambao ni wahitimu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Sasa tunadhani muda umefika wa kupanua malengo ya chuo kwenye kufundisha. Badala ya kufundisha tu sasa wataalamu, tumeingia kwenye muda sasa wa kuanza kufundisha wakulima wapya wa nchi hii. Na hapa nimeshikilia kwa kitabu kadogo ambako kako na hotuba ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo aliitoa wakati anazindua hiki chuo mwaka 1984. Kwenye hiyo hotuba yake Mwalimu alitoa wito na alielekezwa, kwa sababu alikuwa ni rais wa hii nchi, kwamba chuo hiki mbali ya kufundisha wataalamu kifundishe wakulima wa nchi hii ili tuweze kusaidia kwenye kubadilisha nchi hii, watu wetu wanavyolima, faida wanayopata kwenye kilimo na kufanya kiwe kilimo cha tija zaidi. Kwa hiyo sasa chuo chetu toka mwaka jana tumeanza kujielekeza huko, tunatoa kozi ndogo ndogo kwa ajili ya wakulima, lakini hata wanafunzi wetu sasa tunawafundisha ujasiriamali ili wanapotoka hapa wasiende tu kutafuta kazi za kuajiriwa, lakini vile vile wao wakawa wakulima na wajiajiri kupitia kilimo, na kupitia kwao basi wafundishe Watanzania wengine. Mradi wa kuongeza mafunzo ya umahiri kwa vitendo kwa wahitimu wa vyuo vikuu nchini, ukiwa na lengo la kutengeneza ajira mpya na endelevu kwenye sekta ya kilimo, unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia serikali ya Tanzania chini ya usimamizi wa Taasisi ya Elimu Tanzania TEA, ni moja kati ya jitihada za SUA katika kuzalisha ajira mpya kwa vijana kupitia kilimo cha kisasa. Dr. Hosea Mtui ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA na mkuu wa mradi huo. Anaeleza malengo ya mradi huu na faida zake kwa wahitimu na sekta ya kilimo kwa ujumla. Mradi huu umefadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia serikali ya Tanzania na unasimamiwa na Taasisi ya Elimu ya Tanzania ambayo tunasema ni Tanzania Education Authority au TEA. Malengo ya mradi huu kama jina lake linavyojieleza ni kwamba tunatamani kuweka umahiri wa vitendo katika uzalishaji, kuanzia kwenye kitalu hadi kwenye kuchakata bidhaa zinazopatikana mashambani ili kupata bidhaa za kuweza kuuza. Kwa hiyo tunalenga sana, mradi huu umelenga sana kuweka miundombinu. Kwa hiyo tuna vitalu nyumba kwa ajili ya mafunzo ya kuzalisha mboga kwenye mazingira yaliyokingwa, lakini pia tuna shamba ambalo tutalifungua kwa ajili ya kuzalisha mboga katika mazingira ya nje. Lakini pia mradi huu umeweza kufadhili utengenezaji au karabati wa bustani yetu ya matunda, bustani ya miche ya matunda, kwa kuwa tulikuwa tunabebesha, tunaweka kwenye kivuli ndio, lakini ile kushika ili miche ya matunda iweze kukua vizuri ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo mradi huu umetutengenezea kitalu nyumba ambacho kitatumika kama bustani au kama kuhifadhi miche iliyobebeshwa ili iweze kushika vizuri na kutupa ufanisi mkubwa zaidi. Tunatamani kuwa na bustani ya kisasa ya uzalishaji wa miche ya mboga. Kwa hiyo mradi huu pia umefadhili tuweze kutengeneza bustani au kitalu nyumba ambacho kitakuwa ni bustani ya kuzalisha miche bora ya mboga, ambayo unajua
Miche bora ya mboga sasa hivi ni biashara kubwa. Kuna watu pia wanazalisha, unauza, badala ya kununua mbegu, mtu ananunua miche anaenda kupanda moja kwa moja shambani. Ile inafanya ule upate mche bora na uweze kuzalisha kiufanisi, pamoja na kutoa mafunzo kwa wahitimu wetu kama tulivyosema, lakini ni njia pia ya kuongeza pato la chuo. Kwa hiyo mradi huu utakwenda, baada ya kuimarisha miundombinu kwa hatua hii ya majaribio, tutaendelea kufundisha. Tumeshafundisha wanafunzi 209 kwa kilimo cha mboga kwenye vitalu nyumba, pia na kwenye mazingira ya nje. Tumeshafundisha wanafunzi 80 kwenye kuanzisha bustani za miti na uanzishaji wa vitalu vya mboga, na mafunzo kama sasa hivi bado yanaendelea, kwa sababu tunatakiwa kuwa na wanafunzi angalau 90. Kwa hiyo tunaona tunakwenda vizuri, na kingine ni kwamba tuliweza kujenga vitalu nyumba viwili, lakini tumepata idhini ya kuongeza kitalu nyumba kimoja. Kwa hiyo tutakuwa na vitalu nyumba 3 kwa ajili ya kuzalisha mazao ya bustani kwenye mazingira yaliyokingwa. Mazao ya bustani, horticulture unayoita mazao ya bustani, ni kati ya mazao ya kilimo yenye thamani kubwa. Kwa mfano, nikizungumzia kilo moja ya hoho kwa bei ya kawaida sana tutaiuza shilingi 1000. Ni hoho 4 au 3 kama hivi. Lakini nikizungumzia mahindi kilo moja haifiki, itakuwa ni bei ndogo, 300, 400. Kwa hiyo unapata thamani kwenye kile unachozalisha, ubora mkubwa, una soko endelevu. Mazao ya bustani yana soko muda wote, ni kuangalia tu ni lini unalima na unavuna lini, lakini ni mazao yenye thamani kubwa. Kama alivyobainisha, malengo ya mradi ni kuongeza mafunzo kwa kuongeza mafunzo ya umahiri kwa vitendo kwa wahitimu wa vyuo vikuu nchini waliosoma fani mbalimbali ambao wana shauku ya kuingia kwenye kilimo cha bustani na matunda. Katika hatua za awali za utekelezaji wa mradi, zaidi ya wahitimu wa vyuo vikuu mbalimbali nchini wamejitokeza kwenye mafunzo hayo wakiwa na shauku ya kujua kwa undani namna ya kufanya kilimo bora cha bustani, na wakashiriki kwa vitendo, na mwisho wanabainisha shauku yao ilikuwa nini na vitu walivyojifunza kwenye mafunzo hayo. Ni mwanafunzi nimemaliza release, lakini nimekuja hapa kwa ajili ya training ya short course ya horticulture. Mimi kama graduate sitegemei kwa ajili ya moja kwa moja. Ajira siku zinasumbua kama tunavyojua. Lakini nimeona ni vizuri kwa sababu sekta ya kilimo pia inakuwa kwa kasi, especially kwenye field ya horticulture, kwenye kuzalisha matunda, mboga. Kwa nikaona ni kitu kizuri kaja kujifunza ili baadaye niweze nikajiajiri mwenyewe kwenye hiyo sekta ya horticulture. Nilikuwa sifahamu vitu vingi sana kwa sababu kozi niliyosoma hahusiani kabisa na hiki kitu kabisa. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi, kuanzia jinsi ya kutengeneza nurseries, jinsi ya kumaintain nurseries, jinsi ya kufanya grafting ya matunda na mboga. Nimevutiwa kujifunza masuala ya uandaji wa miche ya kitalu na mboga kwa sababu ya malengo yangu nilionayo mbeleni, na malengo ya kufanya kilimo cha matunda hasa mapapai na kwa kiasi kidogo kwa upande wa maembe. Kiukweli mafunzo nimenufaika nayo, nimeyapenda na nimejifunza vitu vingi sana, ikiwemo na uandaaji bora wa miche vizuri. Kikubwa hasa ambacho nimejifunza, ambacho nilikuwa sikifahamu kabisa, ni namna ya ubebeshaji wa miche, kwamba kuna njia mbalimbali, lakini pia namna gani naweza nikabebesha miche nikaitunza vizuri mpaka kutoka kwenye kitalu mpaka kuipeleka shambani. Kwa kweli ninashukuru kwa hilo, nimejifunza, niko vizuri kwa hilo, naweza nikasema. Naamini katika kujifunza, ingawa ni career yangu nimeisomea miaka 3, lakini naamini kuna vitu ambavyo pengine wakati nasoma sikuweza kuvielewa zaidi, lakini kwa sasa nimevielewa. Katika training hii au mafunzo haya tumejifunza vitu vingi. Cha kwanza kilikuwa ni uandaaji wa vitalu vya mboga pamoja na matunda.
Matunda ambayo tumeyashughulikia ni maembe pamoja na maparachichi na jamii ya michungwa kama milimao, machungwa, kuna madalansi na mengineyo. Pia tumejifunza kuhusu mboga mboga ambazo tumeshughulika nazo ni nyanya, matango, pilipili hoho. Nyanya kama hizi hapa mnavyoziona ziko nyuma yangu. Pia kitu kingine ambacho tumejifunza ni upandikizaji wa miche, yani inaitwa grafting au budding. Kitendo hicho kinasaidia kupunguza mambo mbalimbali ambayo yangeweza kuathiri mmea wako wa matunda. Kitu cha kwanza ni kwamba inaweza ukipandikiza mche kwenye mche mwingine, inasaidia unapunguza ule ushambuliaji wa magonjwa. Pia kitu kingine ni kwamba inasaidia kupunguza ukuaji, kwa sababu kama maembe yanaweza yakaenda mpaka miaka 5 ndo yaanze kuzaa, miaka 5, 10, lakini ukipandikiza ndani ya miaka 2 au miaka 3 unaanza kuvuna maembe. Pia hivyo katika machungwa. Na kitu kingine ambacho tumejifunza, tuliletewa mtu wa mbolea kutoka Yara ambaye pia alituelekeza mbolea mbalimbali, ya mbolea ipi ipandwe wakati gani na ni mbolea gani nzuri kwa mazao gani. Katika mafunzo haya nimejifunza vitu vingi zaidi kwao, na nashukuru sana waandaaji. Tutakapokuwa tu nimerudi, tutaanza kufanya operation au kazi zinazoendana na kilimo cha mboga na nimejifunza mengi. Kuna vitu ambavyo nilikuwa sivijui, labda budding au grafting inatokana na nini, lakini nashukuru kwa ajili ya hii kozi nimejifunza na nimejua, nimepata vitu vingi kulingana na mazingira yangu, nini kinakubali na wakati gani, na kisipokubali nikifanyeje katika kupata matunda ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kwa sababu tulikuwa tumejiandaa na mwezi ujao tutaanza kufanya mboga na matunda. Kwa hiyo nimejifunza kwamba nitakaporudi tu kile ambacho nimefundishwa chote nitakifanyia kazi. Je, ni mbinu na njia zipi ambazo mradi unazitumia katika kupata washiriki wa mafunzo hayo nchi nzima? Kwa kweli tumelenga wahitimu wa vyuo, na wahitimu wengine wanatoka vyuo vingine ambavyo hawakusoma kilimo kabisa, lakini wanataka kupata wanataka kuingia kwenye kilimo cha mazao ya bustani. Kwa hiyo wanapokuja tunaanza kuwafundisha. Haijalishi kwamba ni mhitimu wa chuo kikuu cha Sokoine, wanatoka kwenye vyuo vingine. Wengine wametoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, wengine wametoka DIT, ili mradi yeye anataka kuingia kwenye kilimo cha mazao ya bustani. Na ni jambo la kushangaza ukiangalia wengi ambao wanalima sasa hivi hawakusoma kilimo. Kwenye mafunzo yao tunakuta watu waliosoma engineering wapo wengi, waliosoma mambo ya ujenzi wapo, lakini wanataka kuingia au wameshaanza kuingia kwenye kilimo cha mazao ya bustani. Kwa hiyo hawa wanapata zile mbinu mahiri za vitendo, wanazihamisha moja kwa moja. Kwa hiyo tunategemea pia tupate mrejesho mkubwa kwa kuwapata wahitimu ambao wako sio wa kilimo peke yake. Baada ya kuhitimu mafunzo hayo, washiriki wote wanapata vyeti kama ishara ya kumaliza na kufuzu vyema mafunzo, lakini pia wanapewa miongozo mbalimbali inayohusu mafunzo yote waliofundishwa ili waweze kuendelea kujifunza kokote watakapokuwa na kufundisha wengine. Hapa washiriki hao wanatoa neno kwa serikali, wafadhili wa mradi yani Benki ya Dunia, Taasisi ya Elimu Tanzania TEA na Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Wanakuwa na maono hata wanaotoka vioni, lakini wanashindwa kwa sababu ya mtaji. Lakini mtaji sio kitu cha kwanza kama wanavyofikiri. Kitu cha kwanza ni wazo ulipate, ulifanyie kazi, kiasi kwamba mtu akija kukuuliza unataka shilingi ngapi au utafanya nini, utamuelezea kwa kiwango ambacho anaweza akaridhika, na baada ya kufika hapo ni rahisi sana kupata fedha. Lakini wengi hawalifanyii kazi lile wazo kwa kiwango cha ndani sana, kiasi kwamba akija kumwambia mtu ni rahisi sana kumpa hela. Wao wanaishia tu kwamba mimi sina mtaji, na hafanyii lile wazo kazi kiundani kama ilivyokuwa kwangu. Na tunashukuru sana kwa training na wote ambao wametufundisha, madokta
na wote ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine ya kufanikisha hii training. Na niwashukuru sana kama chuo cha kilimo Sokoine pamoja na uongozi wake, kazi nzuri ambayo wameifanya, na ushauri wangu kwa wengine ambao hawajapata mafunzo haya, basi wapate ikiwezekana nafasi ya kuzitafuta hata kwa kufika chuoni na kuweza kuzijua kama zinatolewa lini, na kwa sababu zitawasaidia. Maana chuo cha Sokoine ni chuo ambacho ni kibobezi katika fani hii ya kilimo. Hivyo naamini kabisa kwa kufanya hivyo watu wataweza kupata elimu bora ya uandaji na utunzaji wa mazao ya mboga na matunda. Serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli inahimiza Tanzania ya viwanda ili kufikia uchumi wa kati. Ni nini mchango wa kilimo bustani katika kufikia adhima hiyo? Kilimo bustani kina nafasi kubwa sana, kwa sababu ukiangalia mboga na matunda ni kwenye kilimo bustani. Kwa hiyo unaweza ukazalisha ukauza vitu, mazao yako yakiwa fresh, yani haujafanya chochote, kama hoho unavyoziona, unavuna unauza. Lakini unaweza ukaenda hatua nyingine, una maembe, unatengeneza juice, unatengeneza bidhaa nyingine zinazotokana na matunda, unauza. Kilimo bustani ukienda kwenye viungo pia vinachakatwa, karafuu na nini vinachakatwa, vinaweza vikauzwa. Kwa hiyo kilimo bustani kina nafasi kubwa kutoa ajira kwa vijana, nafasi kubwa sana, lakini pia kuchangia kwenye hii hatua tunayosema ya serikali ya viwanda, pia inaweza ikachangia. Kwa mujibu wa kiongozi wa mradi huu, hii ni hatua ya mwanzo ya mradi ambapo imehusisha ujenzi wa miundombinu na mafunzo ya awali kwa wahitimu hao kulingana na matakwa ya andiko la mradi. Lakini je, kuna mafanikio yote mpaka sasa katika hatua hii ya kwanza? Kwa kweli tunashukuru, maendeleo ya mradi ni mazuri na tumeweza kutimiza mengi ambayo tuliyaandika kama malengo yetu. Kwa mfano, mafunzo hayo kwa ajili ya kilimo cha mboga kwenye vitalu nyumba na kwenye mazingira ya nje, tulikuwa tumelenga kufundisha kuwa na wahitimu 150, lakini tumeshafikia 209. Kwa hiyo tumeshavuka lengo la mradi. Lakini kwa mafunzo haya ambayo tunataka kuwafundisha wanafunzi jinsi ya kuanzisha vitalu vya mboga na miti ya matunda, tunaendelea vizuri. Tumeshakwenda zaidi ya 75%. Kwa hiyo tunajua pia hilo lengo tutalitimiza. Malengo mengine yalikuwa ni hii ya kuwezesha miundombinu kama kujenga vitalu nyumba na hizo bustani yenyewe, mengi tumeshafika hatua kubwa, 90-95%. Kwa hiyo tunajua kwa muda huu mradi uliobaki kwa hatua hii ya majaribio, tuna uhakika wa kuweza kufanya kila kitu kwa zaidi ya 90%. Hakika mradi wa kuongeza mafunzo ya umahiri kwa vitendo kwa wahitimu wa vyuo vikuu ili kutengeneza ajira mpya na endelevu kwenye sekta ya kilimo umeanza kuonyesha njia na kufungua fursa kwa kilimo bustani hapa nchini. Hadi kufikia hapo, ndio tunafikia tamati mwa makala yetu haya. Endelea kufuatilia fursa mbalimbali zinazotangazwa na mradi pamoja na chuo ili kuwa mmoja kati ya vijana wanaonufaika na sekta hii muhimu ya kilimo ambayo kwa upana wake inachangia kutoa ajira kwa zaidi ya 75% ya Watanzania. Asanteni na kwaherini.